Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa hii channel yetu ya Be Ready Always TV, ningependa kukukaribisha sana katika fundisho la leo. Fundisho la leo ni lenye mada mzaliwa pekee. Maana ya mzaliwa pekee, the meaning of the only begotten, jinsi ambavyo imetumika katika Biblia takatifu ya Wakristo. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunaomba upate kudhihirika katika hili somo. Ondoa mawazo ya watu potovu na uweke mawazo ya kujifunza. Tuma Roho wako Mtakatifu apate kunipanua akili, apate kunipa hekima, na somo hili lipate kueleweka, ili angalau watu wapate kuwa na msingi mzuri katika ufahamu neno lako. Bariki msikilizaji na mtazamaji, atoke kama ameelewa bali asichanganyikiwe. Ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Mpendwa, kama haujapata kusubscribe kwa hii channel, ni kualike upate kusubscribe, like, na upate kusambaza pia hii video ukiona ina umuhimu katika ulimwengu wa Wakristo na ulimwengu ambao sio wa Kristo. Leo tunaangalia maana ya mwana mzaliwa pekee. Mzaliwa pekee katika Biblia imekuwa ni mada ambayo imechanganya Wakristo wengi sana. Hakuna kuelewana. Kuna mada mingi ambazo Wakristo wanaelewana, lakini hii maana ya mzaliwa pekee ni gani imewachanganya Wakristo sana. Mwingine anasema hapana, maana ya mzaliwa pekee, Yesu kama Yesu Kristo mzaliwa pekee, ina maana kwamba Yesu alizaliwa na Mungu kwa njia ya kimwili. Yesu alitoka ndani ya mwili wa Mungu. Mwingine pia anasema hapana, mzaliwa pekee inamaanisha sijui kitu gani, alitoka katika mwili wa Mariamu. Mwingine mzaliwa pekee inamaanisha kitu fulani. Mwingine anamaanisha kwamba mzaliwa pekee inamaanisha upekee wa Yesu. Sasa nilifanya utafiti katika Biblia, nikaangalia lugha ya asili ambayo imetumika na Biblia pia muktadha wake, jinsi imetumia neno mwana mzaliwa pekee inapoongelea kuhusiana na Yesu Kristo. Kabla sijaanza, najua hili somo litakuwa moto, litakatakata mafundisho potovu sana. Hata yale ambayo umekuwa ukiamini kunawezekana yao ni ya uongo. Baada ya leo kusoma hili somo utagundua labda ni ya uongo. Kwa sababu ya hiyo, niruhusu nisome quote fulani ambayo itaweka msingi ya uchambuzi wa Biblia ya siku ya leo. Kuna mwandishi mmoja ambaye anaitwa Ellen G. White. Aliandika katika kitabu chake ambacho kinaitwa Christ Object Lesson, COL, ukurasa wa 112, paragraph ya 3. Anasema hivi: Do you ask, what shall I do to be saved? You must lay your preconceived opinions, your hereditary and cultivated ideas at the door of investigation. If you search the scriptures to vindicate your own opinions, you will never reach the truth. Search in order to learn what the Lord says. If convictions come as you search, if you see that your cherished opinions are not in harmony with the truth, do not misinterpret the truth in order to suit your own belief, but accept the light given. Open mind and heart, that you may behold wondrous things out of God's word. Acha nitafsiri. Ni kwamba kama unauliza nitafanya nini ili nipate kuokolewa, unafaa kuweka kando pendekezo zako zote
na ideas ambazo umejifunza sehemu fulani, na mafundisho ambayo umeikuza katika mawazo yako, uziweke yote katika mlango wa upelelezi ama wa uchunguzi. Anasema kwamba kama unachambua Biblia ili upate kusupport, ili ipate kusupport opinion yako ama pendekezo yako wenyewe ama mawazo yako, hautafika katika kujua ukweli. Chambua Biblia ili upate kujifunza kile ambacho Bwana anasema. Ukipata kuna msukumo wa kukubali kile ambacho maandiko yanasema, ukiona kwamba kile ambacho umekuwa ukishikilia kwa muda mrefu haiko sawasawa na kweli, usiyapotoe maandiko na kweli ili ipate kuunga mkono kile ambacho unakiamini, lakini uyikubali mwangaza ambayo umepewa. Fungua mawazo yako na moyo wako ili upate kuona mambo mazuri ndani ya kitabu cha Mungu. Haleluya. Kwa hivyo leo naomba ufungue moyo wako, hata kama nitasema kile ambacho haukiamini, kile ambacho hauko unatarajia, labda itakuwa kinyume na imani yako, naomba usinikasirikie, maana somo hili ni kali. Shetani halipendi kabisa ipate kuwekwa wazi watu wapate kuelewa. Nimewahi weka hii fundisho sehemu fulani hapa tu YouTube, nikapata comments mingi ni ya matusi, kumaanisha wengi hawapendi fundisho kama hili wakati ambapo unajaribu kumuinua Yesu. Ndio maana mada ya leo tunaomba Mungu atuongoze sana ili upate kuelewa wewe msikilizaji na mtazamaji. Mwana mzaliwa pekee maana yake gani katika Biblia inapomwongelea Yesu na kadha wa kadha, watu kadha wa kadha katika Biblia? Tuchambue. Jambo la kwanza, neno mzaliwa, begotten, only begotten. Neno mzaliwa inapatikana katika Agano la Kale 9 times, mara 9, na katika Agano Jipya mara 15. Sasa utangulizi ni huu. Ubishi, vita na kutoelewana, mjadala kuhusu uungu katika kanisa inashuhudiwa sasa katika sehemu nyingi ya dunia. Na mabishano mojawapo ni ile ambayo inatumika kusupport ama kuunga mkono idea kwamba Yesu Kristo yeye si wa milele, na kwamba alikuwa na mwanzo, kwamba katika point of time, katika saa kuna wakati Yesu hakuwepo kisha baadaye akawa. Alafu neno ambayo limetumika ni monogenes kwa lugha ya Kigiriki, ambayo Biblia ilitangulia kuandika. Biblia ya Agano Jipya iliandikwa na Kigiriki kwanza, na hilo neno mzaliwa pekee, only begotten, kwa Kigiriki ni monogenes, ambayo inamaanisha mzaliwa pekee. Monogenes, mono na genes.
Je, tunataka tuangalie leo, je, ni kweli ama si kweli kwamba Yesu ana mwanzo ama hana mwanzo, ama hii neno mzaliwa pekee ina maana tofauti, haitumiki vizuri? Sikia kwa makini. Mungu alikusaidia uelewe sana, nisikupoteze. Hili neno mzaliwa pekee, nishasema katika Agano Jipya inapatikana mara 9, na mara mingi imekuwa ikiongelea wanadamu. Kwa mfano, kuna mwana wa Jairus daughter, mwana wa Yairo, imeandikwa kwamba alikuwa na msichana ama binti pekee. Neno ambayo imetumika hapo katika lugha ya Kigiriki ni monogenes. Sio tu Yesu peke yake ndiye ametumika monogenes, onogenes, mzaliwa pekee. Hata hapo kuna monogenes pia. Wakati inaongelea Hassan, huyu kijana ambaye alifariki, pia inasema huyu mtu alikuwa na mwana wake pekee. Pia Yesu ameongelewa. Yesu akiongelewa pia kuna maneno mengi kama mzaliwa pekee. Sasa tunataka tuanze na kufanya mtihani maana ya halisi ya Kigiriki kabisa. Tuchambue maana halisi ya Kigiriki ya hiyo neno monogenes. Monogenes inatokana na adjective ambayo ni monos na genes. Monos na genes. Monos ina maana 3. Yaani monogenes imegawanyika katika sehemu 2, ama monogenes imeundwa na maneno mawili, mono na genes. Sawa sawa? Sasa mono inamaanisha katika lugha ya Kigiriki inamaanisha single ama only ama unique. Kiswahili ni hivi: single, moja; only, peke yake; unique ni special, wa kipekee. Ndio maana ya mono. Alafu genus inamaanisha race, kind ama species, yaani aina yake, aina, kind, aina fulani. Kwa hivyo kwa msingi ya kile ambacho nimekisema, inaweza pendekezwa kwamba monogenes inamaanisha only one of its kind, unique, kwamba ni pekee wa aina yake ama unique, special. Hii imekuwa neno ambayo imetumika kwa Kiingereza sana, lakini kwa sababu genus hii monogenes, hii genus inahusiana na kitendo ambacho kinaitwa genomai. Kuna kitendo kwa Kigiriki inasema genomai, inamaanisha kwamba kuzaliwa, venye mama anamzaa mtoto, venye ng'ombe anazaa mtoto wake, ama kuumbwa, venye mtu anazaumba kitu ama Mungu anaumba. To become ama kukua. Monogenes inaweza maanisha kwamba tena mzaliwa pekee, only begotten. Lakini swali ni kwamba tunafaa kutumia hii neno genus kila wakati kumaanisha kwamba ni kuzaliwa, ni kutoka ndani ya kitu fulani, kuzaliwa, kuwa na mwanzo, kukuwa na mwanzo. Hii genus, hii monogenes, mzaliwa pekee. Kila wakati swali ni kwamba
Je, kila wakati inapotumika tunafaa kuhitimisha kwamba ni kukuwa na mwanzo, ni kuzaliwa yenye tunafikiria hii, ama ina maana gani katika Biblia? Tuangalie vitu 3 muhimu za kuconsider, 3 facts, kweli 3 ambayo tunataka tuangalie, kisha tuangalie ndani sasa vizuri. Ukweli wa kwanza kuhusiana na hii mada, tunafaa kuitambua na kukubali kwamba kuna wakati katika Kigiriki, lugha ya Kigiriki, monogenes inaonekana kuonyesha maana ya kukua na kizazi, generation. Hiyo lazima tukubali. Hii sana sana ni wakati ambapo hili neno imetumika kwa wanadamu au kwa watoto. Kwa mfano, pahali ambapo mtu amesemekana kwamba ni yeye peke yake, mtoto peke yake wa wapenzi fulani, wa wachumba fulani. Monogenes could mean only child born of someone. Kwa hiyo monogenes inaweza maanisha tena kwamba mtoto pekee amezaliwa na mtu fulani. Kwa hivyo hapo kuna mwanzo. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba monogenes katika lugha ya Kigiriki ina maana tofauti. Maana ya kwanza lazima tukubali kwamba ina maana ya kukua na mwanzo, kuzaliwa, kukua na kizazi. Sawa sawa? Point ya pili, ukweli wa pili ambao tunafaa kukubali ni huu. There is a linguistic evidence indicating that by the time of New Testament, the idea of derivation or birth was detached from the verbal substantive genus. Hence, we find terms like homogeneous, maana yake of the same kind, heterogeneous, maana yake of different kind, in which genus has absolutely nothing to do with birth or derivation. In fact, there are usages in the Greek literature in which the term monogenes itself is totally disconnected from the idea of derivation. For instance, the liver is described as monogenes. That is to say, as a unique organ. The heavenly bodies are qualified as monogenes, unique. There are certain trees that are monogenes, the only ones of their kind. Sijui kama unanielewa. Acha nitafsiri kwa wale ambao wangependa kuelewa zaidi kwa lugha ya Kiswahili. Ni kwamba ukweli lazima tuelewe kwamba kuna maandishi mengi katika Agano Jipya, na kuna ushahidi mwingi kwamba katika Agano Jipya hili neno kuzaliwa haihusiani na genus kabisa. Kwa mfano, katika Agano Jipya lugha ya Kigiriki ilikuwa, na ilipokuwa ikatofautisha, ikatoa maana mingi ya kuzaliwa, maana mingi ya monogenes, maana wakagawa. Hata mtu anaweza unganisha ikuwe heterogeneous ama monogenes. Sijui kama unapata hadi hapo. Monogenes waligawa katikati, wakatoa mono. Mtu angeweza kutumia homogeneous ama heterogeneous. Homogeneous inamaanisha the same kind, wa aina hiyo hiyo, alafu heterogeneous wa aina tofauti. Na kuna sehemu tofauti sana katika lugha ya Kigiriki ambapo monogenes haimaanishi kila wakati kwamba amezaliwa, ana mwanzo. Lazima tuelewe, tukubaliane na hilo pia, kwamba sio kila wakati monogenes katika lugha ya Kigiriki ilikuwa ikitumika inamaanisha kwamba mtu amezaliwa ama ana mwanzo. Usipoingiza hii hoja kwa akili yako pia,
hautaelewa hili somo. Utabaki tu na kile ambacho umejifunza ama kile ambacho umesikiza kwa watumishi fulani ama kwa kanisa fulani. Lazima ukubali ukweli mbili. Maana ya kwanza ya monogenes ni kuwa na mwanzo, mzaliwa, kuzaliwa kabisa, kuna ukizazi. Maana ya pili, lugha ya Kigiriki ina maana tofauti, inaonyesha maana tofauti ya monogenes. Maana hiyo ni kwamba ni kuwa special, kukuwa wa kipekee. Kitu iko special, kitu iko na upekee wake, hakuna kufananisha na hiyo kitu. Kwa mfano, Mgiriki anaweza kuja kuambie ini lako ni monogenes, your liver is monogenes. Swali, atakuwa anamaanisha kwamba ini yako imezaliwa? Mara mingi anaweza kuja tena aseme kwamba this tree, anaweza lionyesha ili, anaweza angalia miti mingi na aende katika mti mmoja na useme huu mti ni monogenes, huu mti ni mzaliwa pekee. Atakuwa anamaanisha kwamba amezaliwa, hiyo mti imezaliwa peke yake? Atakuwa anamaanisha ako special, hiyo mti ni special, unique. Hiyo liver yako, hiyo ini yako ni special, ni ya kipekee. Sijui kama unanielewa. Natumai unanielewa. Twende mbele. Ukweli wa tatu lazima tujue ni kwamba lazima tuwe waangalifu sana ili tusiweke sana argument yetu ama mjadala wetu sana kwa maana halisi ya lugha ya Kigiriki. Sikia vizuri, sijajichanganya. Nasema hivi, lazima tuwe waangalifu. Waangalifu ndio ninamaanisha kwamba sio kila wakati monogenes ikitumika inatumika hizo mbili. Lazima pia tujue muktadha. Lazima tujue muktadha wa hilo neno. Hilo neno inapotumika katika sentensi, mwandishi alikuwa anakusudia kutoa fundisho lipi? Lengo gani? Muktadha wake ulikuwa ni upi? Lengo lake ulikuwa ni upi? So mtu anaweza tumia monogenes lakini hajaeleza na maanisha nini. So muktadha wake, jinsi ameitumia, utajua aim yake, lengo lake kuu lilikuwa ni gani. Kwa hivyo lazima tujue katika muktadha. Kwa hivyo nimesema kweli ngapi? 3. Kweli wa kwanza, maana ya monogenes ya kwanza ni kuzaliwa, kuwa na mwanzo. Maana ya pili, kukua wa kipekee, special. Maana ya 3, lazima tuangalie jinsi imetumika katika muktadha. Sasa tunataka tufanyie mtihani, uchambuzi, maandishi ya Agano Jipya, hasa kwa mujibu wa hii point namba 3, jinsi imetumika katika muktadha. Hii monogenes ikitumika katika muktadha wa Yesu na watu wengine ilikuwa inamaanisha kitu gani? Tuanze kwanza kwa sehemu. Kuna sehemu imetumika kuonyesha mwana pekee ya watu wengine, nishasema. Acha niende direct jinsi monogenes imetumika katika Yesu. Monogenes imetumika sehemu tofauti kurifaa watu ambao si Yesu, kama yule mwana wa Yairo, imetumika mwana pekee wa Yairo, mwana pekee wa mjane. Hii hapa yote imetumika kuonyesha kwamba alikuwa ni mwana pekee. Imetumika kuonyesha jinsi huyu mama alikuwa desperate. Huyu mama alikuwa na mtoto, tena ni mjane huyo mama. Huyo mama ni mjane na amepoteza mtoto pekee wa kipekee. Hivyo mwandishi alikuwa anakusudia si kuonyesha kwamba huyo mtoto amezaliwa. Mwandishi alikuwa anaonyesha kwamba anakusudia kuonyesha jinsi huyo mama ako desperate. Hii Kiswahili ni gani? Ana upweke. Katika muktadha huo, monogenes inamaanisha upweke. So lazima pia tuangalie monogenes imetumika aje katika muktadha. Kuna muktadha ambao monogenes imetumika kama upweke, desperate. Kama hapa, mjane, Luka 7:12. Mjane wa huko Naini aliyepoteza kijana wake. Kijana ni monogenes wa huyo mama. Pia ule mtoto wa Yairo, msichana wa Yairo, kwamba Yairo alikuwa na msichana pekee, desperate. Alikuwa unique. Hapo ni unique, samahani. Katika msichana wa Yairo alikuwa msichana pekee. Hapo mwandishi anajaribu kuonyesha jinsi alikuwa unique, jinsi alikuwa special, wa kipekee katika familia ya Yairo.
Hivyo monogenes imetumika mara mingi. Hiyo ni Luka 8:42. Imetumika mara mingi sana, maana tofauti katika muktadha tofauti. So acha niseme hili sehemu fulani, nataka nitumie tena maana nyingine ya monogenes wakati ambapo itumii Yesu, kabla hatujafika kwa maana yake katika matumizi ya Yesu Kristo, katika application ya Yesu Kristo. Tuangalie pale pengine monogenes imetumika kuonyesha watu wengine ambao si Yesu Kristo. Waebrania 11:17 inasema hivi, Isaac ameelezwa kwamba ni mwana wa Ibrahimu, mwana mmoja wa kipekee, the one and only son of Abraham. Waebrania 11:17. Swali: je, ni kweli Isaka alikuwa mwana pekee wa Ibrahimu? Biblia imesema katika Waebrania 11:17 Ibrahimu alimtoa mwana wake mmoja wa kipekee kwa kama kafara. Je, kusudi la huyo mwandishi ilikuwa ni kuonyesha kwamba Abrahamu alikuwa na mwana peke yake mmoja? Hapana. Soma kwa Kiingereza. Kiingereza inasema one and the only one. Kiswahili ndio imeharibu vibaya, inasema kwamba mwana pekee. Kiingereza inasema Isaac was one and only son of Abraham. Yaani Isaka alikuwa mmoja na ni mwana pekee wa Ibrahimu. Kusudi ya mwandishi ilikuwa gani? Sikia. Kwa hivyo hapa itapinga pendekezo kwamba, itapinga hoja ya kwamba neno kwamba mzaliwa pekee, monogenes, inamaanisha kwamba ana mwanzo. Ni kweli hatuwezi kataa kwamba Isaka alizaliwa na Ibrahimu, hatuwezi kataa, lakini kusudi kuu la mwandishi alikuwa hilo, kuonyesha kwamba amezaliwa na ametoka na mwanzo. Kusudi kuu haikuwa kuonyesha kwamba Isaka ako na mwanzo, amezaliwa. Kusudi kuu ilikuwa ni kuonyesha maana gani ya moja na mmoja pekee. Kusudi kuu, acha niseme, kusudi kuu ilikuwa ni kuonyesha kwamba Isaka alikuwa mwana wa kipekee, mwana special. He is unique, the only one of his kind, in the sense that he is the only son of the promise. Amesema kwamba ni mwana pekee, kumaanisha kwamba ni mwana special, mwana wa kipekee, mwana ambaye hakuna yeyote kama yeye. Katika wana wa Ibrahimu wote hakuna mwana kama Isaka, mwana wa kipekee kama Isaka. Kwa sababu gani? Kwa maana kupitia kwa Isaka ahadi ya za Mungu kwa Ibrahimu zingetimia. Kupitia kwa Biblia imetaja kwamba Ibrahimu alikuwa na wana wengi. Kwa mfano, Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles 1:28 inasema hivi: wana wa Ibrahimu, Isaka na Ishmaeli. Pause. Biblia imesemaje? Wana wa Ibrahimu walikuwa kina nani? Isaka na nani? Na Ishmaeli, wawili. Kwanza, Mungu alikuwa ameahidi kwamba Ibrahimu atapata mtoto ambaye alikuwa ni Isaka. Lakini Mungu alipochelewa kumpea Ibrahimu mtoto, Ibrahimu akamtafuta mjakazi Haga, akazaa na yeye mtoto ambaye akaitwa Ishmaeli. Huyu Ishmaeli alipokuwa mkubwa baadaye, sasa ndio huyo mtoto Isaka akazaliwa. Kwa hivyo Ibrahimu alikuwa na wana wawili, lakini Waebrania 11:17 inasema Isaka alikuwa mtoto mmoja na wa pekee wa Ibrahimu. Inamaanisha kwamba alikuwa mtoto special. Ahadi za Mungu zote kwa Ibrahimu zingetimia kupitia Isaka. Alikuwa son of the promise. Kwa hivyo neno monogenes hapo imetumika kuonyesha uniqueness, sio kwamba ako na mwanzo. Umenielewa? Lakini kusudi kuu la mwandishi ilikuwa ni kuonyesha hana mwanzo, kuonyesha kwamba alikuwa unique. Sasa tunataka tukuje katika inapotumika Yesu, katika muktadha wa Yesu Kristo. Monogenes inamaanisha nini? Maana watu wengi wanasema inamaanisha si special, inamaanisha ni kuzaliwa. Ni kuzaliwa, Yesu ako na mwanzo. Unasema hapana, ni special, unique, ni wa kipekee. Haimaanishi kwamba ana mwanzo. Sasa tuangalie
inapotumika kwa Yesu Kristo inamaanisha nini? Tushajua kwanza maana ya monogenes ina maana tofauti kulingana na muktadha. Muktadha fulani inaweza onyesha kwamba mtu ako desperate, maana nyingine inaweza maanisha mtu ako unique, maana nyingine inaweza maanisha mtu ana mwanzo. So kwa Yesu Kristo, when the title is applied to Jesus, several theological ideas are expressed that help clarify the meaning of the term. Inapotumika kwa Yesu Kristo, kuna maana mingi sana, kuna mtazamo mwingi sana tunaweza angalia ambayo inaweka uwazi sana maana ya hiyo neno. Kwanza, mtazamo wa kwanza. First, he is monogenes in the sense that he is the divine. Kwanza, Yesu ni monogenes. Yesu ni mzaliwa pekee katika mtazamo wa kwamba yeye ana uungu. Akona vitu ambazo, akona vigezo ambazo Mungu anazo. Hiyo ndio maana ya uungu. Mungu anaweza fufua mtu. Mungu anaweza tuliza mawimbi. Mungu anaweza samea dhambi. Mungu anaweza ingia pale popote wakati mmoja. Mungu akona vigezo. Yesu Kristo, Mungu anaweza tembea juu ya maji. Hakuna kile ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Pia Yesu akona vigezo kama hizo. Kwa hivyo monogenes, sehemu zingine katika Biblia imetumika kuonyesha kwamba, kama inaongelea kuhusiana na Yesu, imetumika pahali pengine kuonyesha Yesu ana uungu. Kwa mfano mzuri ni huu, na watu wengi wanapinga hii verse sana, na shetani hataki watu wakubali hii aya kabisa. Yohana 1:18. Hii aya inaweka wazi kabisa. 1:18. Najua tayari ushajua maana yake. Ushajua hata pahali ninakwenda. Inasema hivi: hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Alafu inaendelea kusema hivi: Mungu mwana pekee aliyetoka katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Mungu mwana pekee, kwamba hakuna yule amemwona Mungu except Mungu mwana pekee. Na kuna watu wako na hiyo shida kwamba hakuna pahali Biblia imetaja kuna neno Mungu mwana. Ndio hii tumepata Yohana 1:18 imesema kuna Mungu mwana. Na kuna wengi wamekuja na kusema kwamba hapana, Kiswahili haijatafsiri vizuri. Wewe tulia kidogo, tuchunguze. Katika walio tafsiri katika Biblia ya Kiingereza ya King James Version, hawajaweka hiyo neno ni Mungu, kwamba ni Mungu mwana. King James Version haijaweka. Na King James Version pia walitafsiri kutoka kwa Kigiriki. Lakini walio tafsiri kutumia NIV. Chukua Biblia yako ya NIV sahi kama uko nayo, ya Kiingereza. NIV inasema God the one and only God and the one and only Son. God the one and only Son. No one has seen God except God the one and only Son. Umeona hapo? Neno la Kigiriki ambayo imetumika hapo. Kama unapinga, tuangalie katika neno la Kigiriki la awali lilikuwa ni gani? Watu gani wametafsiri vizuri? Watu wa NIV ama wa King James katika ile andiko? Kwa mujibu wa hiyo andiko, neno la Kigiriki ni monogenes theos. Monogenes theos. God the one and only Son. Monogenes theos. Monogenes mzaliwa pekee. Theos Mungu. Mzaliwa pekee Mungu. Mwana mzaliwa pekee Mungu. Ama Mungu mwana. Umeelewa hapo? Si kama unanipata vizuri, lakini natamani Mungu asaidie hii point ingie ndani yako na pamoja na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwamba ile andiko inatoa wazi monogenes ambayo imetumika mwana mzaliwa pekee, Mungu mwana mzaliwa pekee. Mungu mwana mzaliwa pekee ina maana kwamba Yesu Kristo ana uungu. Hiyo mzaliwa pekee imetumika kuonyesha Yesu ni special, ana uungu. Umenielewa? Natumai umenielewa
hata kama uelewani na mimi katika hiyo sehemu. Unajua wengi ikifika hapo sasa mtu anaanza kusema hapana, sielewani na wewe, na hapo shetani anapenda kabisa. Wakati ambapo unamuinua Yesu ana uungu, shetani ataki kabisa. Ndio utapata comments inaweza kuja hapo mingi sana ya kunitusi kwamba sijui maandiko ati imesema mzaliwa pekee, na watu wengi wanatoma hiyo neno kwamba alikuwa katika kifua cha baba yake. Wanakuja kutafsiri kwamba Yesu alikuwa katika ndani ya kifua cha baba yake. Pia Biblia imesema kwamba tukienda mbinguni tutaenda katika kifua cha Ibrahimu, ndani ya kifua cha Ibrahimu. Tunamaanisha tunaingia ndani? Hapana. Maana Yesu alitoka katika kifua cha baba yake haimaanishi kwamba alikuwa alizaliwa toka ndani ya kifua. Inamaanisha kwamba hiyo closeness, hiyo ukaribu, huo upendo wa ukaribu sana kati ya baba na mwana kwa katika kifua. Unapeleka mtoto katika kifua, huyu ni mtoto wangu, na muhag. Huo ni upendo, uhusiano wa karibu sana. So in this case, monogenes stands in opposition to God and serves to shed light on the usage of the term. Although Jesus is human, yani hili andiko linamaanisha kwamba ingawaje Yesu ni mwanadamu, alipokuwa duniani, alipozaliwa na Mariamu alikuwa mwanadamu na alikuwa pia Mungu, he is also divine, pia ana uungu, and consequently he is and has always been unique. There has never been anyone like him in the universe. Sikia kwa makini. Kumbe hii aya inamaanisha kwamba ingawaje Yesu ni mwanadamu, hakuna yule anayemuona Mungu duniani. Ingawaje Yesu ni mwanadamu, ni yeye tu ana uungu ukilinganisha na wana wote wa dunia. Maana katika Biblia imetaja kuna wana wengi wa Mungu. Hata Adamu alikuwa mwana wa Mungu, Efraimu alikuwa mwana wa Mungu, hata Daudi alikuwa mwana wa Mungu. Kwa wana wa Mungu wote duniani, Yesu ni special, Yesu ni unique, Yesu ni wa kipekee, maana ana uungu kabisa. Atumayo umenielewa maana ya monogenes ambayo imetumika hapo Yohana 1:18. Kwa hivyo inajaribu kusummarize kwamba Yohana anapotumia hii term kwamba mwana alikuwa Mungu. Ndio maana hebu soma Yohana 1:1. Yohana 1:1 inasema, kuna mtu anaweza sema hapana, hapo haimaanishi Yesu ni Mungu. Hebu tuangalie Yohana 1:1. Tulikuwa tumekimbia Yohana 1:18. Yohana 1:1 inasemaje? Hebu tukariri. Watu wengi wanajua hii. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu aya ya 14, naye neno akafanyika mwili. Huyo neno aliyefanyika mwili ni Mungu. Alikuwa mwanzo na Mungu, na Mungu Baba. Pia huyo neno tena akafanyika mwili. Huyo ni nani? Si ni Yesu Kristo, na huyo neno ni Mungu. Kwa hivyo hii inaeleza kwamba Yesu alikuwa na uhuru wa kusema yeye na Baba wana umoja. Umoja katika uungu. Yaani Baba ako na uungu, pia yeye ako na uungu. Yaani wana similarities. Kiingereza imeweka vizuri one. I and my Father are one. Yesu alisema hivyo katika kitabu cha Yohana 10:30. I and my Father are one. Yaani hii one wanashare uungu. Baba na uungu, hata yako na uungu. Tuendelee mbele. Kwa hivyo inapotumika katika Kristo, hii title, hii mada, ama hii jina, hii jina monogenes, hili neno monogenes inatumika kwa Kristo kuonyesha kwamba he is the only and unique revelator of God. Kwamba yeye ni mwana pekee, yeye ni mwanadamu pekee ambaye anamdhihirisha Mungu katika njia ya kipekee kabisa. Katika Yohana 1:14 inasema hivi, we have seen his glory, the glory of the one and only, hiyo ni monogenes tena, who came from the Father,
full of grace and truth, kwamba tumeona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Yani Yesu alikuwa na utukufu kama wa mwana pekee, kama wa mwana pekee. Yani alikuwa kama mwana special. Yani kuna wana wengi lakini Yesu ni mwana special. Kwa hivyo katika muktadha huu, katika neno la Kigiriki mwana hayuko hapo. Jina mwana haijakuwa attached hapo. Sema tu mzaliwa pekee. Mwana mzaliwa pekee. Kiingereza na Kigiriki haijaweka neno mwana, imesema tu mzaliwa pekee. Kwa hivyo the term son is not attached to it. Neno mwana haijawekwa hapo. Kwa hivyo muktadha inaonyesha kwamba Yesu alikuwa wa kipekee, alikuwa special, kwa kuwa yeye peke yake alikuwa angeweza kudhihirisha Mungu, kuonyesha Mungu kabisa, kwa Mungu ako aje na tabia ya Mungu iko aje, na angeweza kutuonyesha vizuri. Na hii ingewezekana kabisa kwa sababu alikuwa ana uungu. Kwa njia nyingine ama kwa maneno mengine, the title, hili neno monogenes, inaongea kuhusiana na Yesu kama mwana pekee, kama yule ambaye ako na upekee katika nature yake, katika asili yake na katika kazi yake. Asili yake ana uungu, kazi yake ni kudhihirisha nani? Kumdhihirisha Mungu. Sasa these two ideas are found in John 1 verse 18. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the bosom of Father's side, has made him known at the Father's side. Kwanza hii NIV imeweka vizuri, haijatumia neno bosom. Inasema the one and only who is at the Father's side. Kwa hivyo neno bosom inamaanisha kando ya Mungu. Bosom, sio ndani ya kifua yake. Has made him known. His divine nature and his closeness to the Father enable him to be the only and unique revelator of the Father. Kwamba kwa sababu yeye ako na ukaribu sana na Baba, inampea nafasi, inamruhusu kukuwa mwana kipekee kabisa, wa kipekee kabisa ambaye anamdhihirisha Baba. Kama tumeelewana hadi hapo. Sasa kwa hivyo hili neno monogenes, nataka tuangalie hii monogenes kwa muktadha mwingine. The title monogenes identifies Jesus as the one and only Redeemer through whom God's saving love reaches us. Kuna muktadha mwingine ambao umestaja neno monogenes, mzaliwa pekee, kama Yesu, kama mtu wa kipekee, kama mwana kipekee, kama mtu wa kipekee katika hii dunia, ambaye kupitia kwake Mungu angeokoa mwanadamu. Kwamba hakuna yeyote kwa hii dunia ambaye angeweza kuokoa mwanadamu. Yohana wa kwanza 4 mstari wake wa 9 ambao unasema, this is how God showed his love among us. Hivi ndivyo Mungu alidhihirisha upendo wake kwetu. He sent his one and only son. Alituma mmoja na mwana wake pekee, mwana mzaliwa pekee, into the world that we might live through him, ili tuishi kupitia kwake. Kwa hivyo hapa tunapata maneno mawili, monogenes, only son. Monogenes, in his redemptive mission, Yesu ametumika kama mwokozi katika wana wote. Kwa hivyo ana upekee hapo. Muktadha gani tena ambayo inatumia monogenes kama ana unique? Yohana 3:16. Yohana 3:16 pia inatumika kwamba Yesu ana uniqueness, kwamba Yesu ana upekee, si kwamba Yesu ana mwanzo. Kusudi ya Yohana 3:16 hii kuonyesha kwamba Yesu ako na mwanzo, ilikuwa ni kuonyesha kwamba Yesu ana upekee katika watu wote. Katika watu wote Yesu ana upekee. Yesu ana upekee
wa kuokoa mwanadamu. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwanawe pekee. He gave his one and only son to save those who believe in him. Kwa hivyo katika muktadha huu, Yesu in his redemptive mission, Jesus demonstrated to be God's unique and only son. Katika mishoni ya Yesu, katika utume wa Yesu, Yesu alionyesha kwamba yeye tu ni mwana kati ya wana wa Mungu duniani ambaye alikuwa special, ambaye alikuwa wa kipekee, kwa sababu ana upekee wa uhusiano wake na Mungu, na pia kupitia kwake wanadamu wote wakaokolewa. Kwa hivyo mwana pekee katika Yohana 3:16 inamaanisha special. Sasa katika hitimisho neno monogenes ikiongea kuhusiana na Yesu inaonyesha Yesu ni wa kipekee katika asili yake, na pia katika uhusiano wake na Baba. Alafu tatu, na katika yeye ni wa kipekee katika kumdhihirisha Mungu, na ya nne, yeye ni wa kipekee katika kuokoa mwanadamu. Kwa hivyo Yesu ni wa kipekee. Monogenes ikitumika katika Biblia yote, katika Agano Jipya pale monogenes imetumika, inaonyesha tu vitu vinne. Jambo la kwanza, Yesu ni wa kipekee katika nature yake, yeye ana uungu. Jambo la pili, Yesu ni wa kipekee katika uhusiano wake na Baba, ako close na Baba sana. Jambo la pili, ya tatu, Yesu ana upekee kwa kumdhihirisha Mungu. Yeye anamdhihirisha Mungu 100%, hajatenda dhambi 100%. Yeye tu ndiye amedhihirisha Mungu 100%. Watu wengine wote wamefanya dhambi, ni yeye tu hajafanya dhambi. Alafu ingine, yeye anadhihirisha Mungu kabisa, na ingine yeye ni mwokozi. Kwa hivyo there is no other like him. He is the only one of his kind. Kwa hivyo neno monogenes, only, halafu genos, kind. So Jesus is the only one of his kind. That's the meaning of the word monogenes, the only one of his kind. There is no one like Jesus. There is no one like Jesus. Hallelujah. Let's uplift Jesus up. Let's uplift Jesus. There is no one like him. The devil cannot counterfeit Jesus. Listen, the idea of the only begotten of the Father does not appear in those passages and is not required in their context. They deal with Christ's nature and mission. Kwa hivyo hii idea kwamba Yesu amezaliwa, kuzaliwa ya kimwili na Baba haionyeshi popote katika Biblia, na haitajiki katika muktadha hizo zote. Kwa hivyo, lakini swali ni kwamba mbona inaonyesha kwamba Yesu amezaliwa? Mbona katika maandiko mengi yanaonyesha kwamba Yesu amezaliwa, Yesu ako begotten, Yesu ako na mwanzo? Mbona mtumishi, ni kama unanichanganya kidogo? Kuna mtu anasema, mtumishi, ni kama unanichanganya, Biblia inasema amezaliwa. Bado haijaniingia kwa akili vizuri. Acha leo nikupee elimu. Niruhusu nikupee elimu. Niruhusu leo nikupee elimu, jambo ambayo imefichika kuhusiana na kutafsiri ama kutafsiriwa kutafsiriwa kwa maandiko, hasa hiyo neno mwana mzaliwa pekee. Sikia vizuri, sikia hapa kwa makini. Then where did the change from unique only to only begotten originate? Unaweza niuliza, mbona Biblia haingesema tu Yesu ni mwana wa kipekee, Yesu ni wa kipekee, Yesu ni mwana kipekee kulinganisha na wana wengine wa hii dunia, Yesu ni mwana wa kipekee wa Mungu, Yesu ni mwana wa kipekee wa Mungu? Mbona ikatumia mwana mzaliwa badala ya kutumia mwana wa pekee? Kwa Kiingereza, why didn't the Bible use Jesus is the unique son of God among all sons in this world?
Jesus is the unique Son of God. Why would the writers of the Bible not use that time? Acha nikwambie, they used it, but the interpreters had the problem. Walitumia neno unique, kipekee, lakini waliotafsiri walitafsiri vibaya. Sikia kwa makini, narudia tena. Walitafsiri vibaya kwa sababu ya ushahidi ufatao. Sikia, ushahidi ufatao, sikia. Ilikuwa inafaa kutumia neno unique, si kuzaliwa, maana ingeingiza dhana kwa watu kwamba Yesu ako na mwanzo. Acha nikwambia mbona nasema walitafsiri vibaya. Sikia, ushahidi ndio huu. Utafsiriwaji, kutafsiri Biblia kuzaliwa kumaanisha kwamba ako na mwanzo, ilikuja katika Biblia kupitia versions, kupitia tafsiri za Biblia ambayo inaitwa Latin versions of the Bible. Si Biblia ya Kigiriki. Ya Kigiriki iko sawa kabisa, imetumia neno unique, lakini Kilatini walipokuja kutafsiri kutoa Kigiriki wakaja kwa Kilatini ndio ikaanza kuharibu maneno. Ndio hizi Biblia zingine zikatafsiriwa kutoka kwa Kilatini. Sasa sikia, kuna aina mbili ya Kilatini. Sikia hapa kwa makini mpendwa, mtoto wa Mungu, sikia hapa. Shetani hataki uelewe na kusikia na kuelewa hii vizuri. Shetani hataki uimeze hii vizuri. The early Latin manuscripts rendered monogenes in the Christological passages as unicus or unique, but in Jerome's Latin version it was changed to only begotten or unigenitus. Na huu ni ukweli ambao upingiki. Iko katika historia kwamba maandishi ya awali ya Kilatini lilionyesha neno monogenes ya Kigiriki kama unicus. Inapoongelea kuhusiana na Yesu Kristo ilikuwa inatumia neno unicus, unique. Ikitumia watu wengine labda haikuwa inatumia hiyo vizuri, lakini ikija kwa Yesu Kristo neno la Kilatini Latini ya awali ilikuwa inatumia neno unicus, unique, wa kipekee, special. Lakini Kilatini ya pili ambaye ilikuwa ni Latini ya mtu ambaye anaitwa Jerome's Latin. Wale ambao wamesoma CRE shuleni, wamesoma historia CRE, kuna historia ya Biblia kutafsiriwa. Form 1 imesema kuna Jerome's Bible, Latin Jerome. Naelewa, lakini so kuna Latini ya aina mbili, Latini ya awali na Latini ambayo ilikuja baadaye ya Jerome. So wewe unaamini gani? Unaamini ya awali ama ya Jerome? Watu wengi wamechanganyikiwa na hii ya Jerome. Maana ya Jerome ilikuwa ina tafsiri neno, iliweka neno only begotten ama unigenitus. Badala ya kutumia neno unicus akatumia neno unigenitus. So nataka wewe ambao unapinga hili fundisho, kama unafikiria naongea uongo, na kupea challenge. Je, Latini ya awali ilikuwa ni gani? Neno kwa Kilatini, lugha ya Kilatini ya awali ilikuwa ni gani? Ilikuwa unicus ama unigenitus? Kuna watumishi wangu nawapenda sana, najua wataogopa kupitia kwa hii. Wanapenda kupata watumishi wengine wakitoa mafundisho yao alafu wanapitia kwa hoja zao. Mimi leo katika hii fundisho naomba mtu akuja apitie katika hoja zangu. Pitia kama utaweza. Sijaribu kuboast, lakini najaribu kusema hiyo kwa ajili ya watu ambao wanapenda kupata mafundisho ya watu wamefanya research vizuri, wanakuja confuse watu akili kwamba huyu mtumishi hajatumia research vizuri. Hasa wewe kuja na research yako ambaye ni ya kweli. Na kama yangu ni ya uongo, soma hapo tuone kama ni kweli. Kama ni kweli, soma kabisa tupate kujua kama ni kweli, ili watu wasipate kuchanganyikiwa. Sasa Latini, mimi nimesema hivi, Latini ya awali ilikuwa sawa, ilikuwa inatumia neno unicus, yani unique, akona upekee. Lakini Latini ya Jerome ikatumia neno kuzaliwa, ana mwanzo. Kwa sababu hii, mbona unaweza kuniuliza mbona ikatumia hiyo neno kuzaliwa? Sikia, hii ndio jibu.
unigenitus. The shift apparently took place during the Arian controversies. Kulikuwa na ubishano wa Arian. Arian ni mtu ambaye alikuwa Mkristo, akakuja na fundisho kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba. Alafu Yesu Kristo sio Mungu. Yesu Kristo aliumbwa na Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni kiumbe. Yesu Kristo ana mwanzo. Yesu Kristo ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa kwa viumbe vyote duniani. Kabla Mungu haja separate mchana na usiku, jua na mwezi, kila kitu, Yesu ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa. Huyu Arian alikuwa na hilo fundisho. Na kwa sababu ni yeye alichangia pia wale ambao waliamini mafundisho yake, ndio wale walitranslate, walitafsiri hii Jerome. Hii Jerome Latini ya Kijerome. Kwa hivyo wewe unaamini Yesu ana mwanzo? Sikia. Arian na wafuasi wake walifunza kwamba Yesu aliumbwa. Alafu kuna wengine ambao wanaitwa apologists. The apologists. Apologist atokana na mtu ambaye anaitwa Apollo. Huyu apologists walikuwa wafuasi wa Apollo. Walikuwa pia wakibisha kwamba Yesu alizaliwa. Yesu alizaliwa kabla uumbaji wote haujafanyika. Kwa hivyo wa Arian wakisema kwamba Yesu aliumbwa, wa apologist wanasema hapana, Yesu hakuumbwa. Yesu alizaliwa na Baba. Alafu kuna wengine wanakuja saa hizo wamepanua zaidi kwamba Yesu alipasuliwa kwenye kifua cha Baba. Wako tu. Na katika hii kanisa ambalo linashiriki la Waadventista wa Sabato, wamejaa wengi ambao wanaamini hivyo. Na wengi wameanza kutusi kanisa la SDA haiamini hivyo. Lakini kuna watu wamekuja kufuata mafundisho ya huyu jamaa apologist au apologists hawa, na wanataka SDA pia wafuate hivyo. Alafu baadaye SDA wasipofuata wanaishambulia SDA, ati SDA itaka kufuata Biblia. Wakati huo hao ndio wataka kufuata Biblia. Hao ndio wataka kufuata Biblia, lakini wanasema SDA ndio wafuate Biblia, na wametoka katika SDA wamefungua makanisa yao. Na ushahidi wa kutosha kabisa. Sitaki kuwataja. Najua msikilizaji yule ambaye ananielewa kabisa anaelewa haya maneno. Sikia. Kwa hivyo apologists pia wakasema Yesu. Kwa hivyo hawa Arian na apologists wote walikuwa na mawazo kwamba Yesu ako na mwanzo. Kwa hivyo walipotafsiri sasa hii, in other words, walipotafsiri hii neno katika waliona kwamba hapana, haifai kutafsiriwa hivyo, wakaweka unigenitus badala ya unicus. Ati Yesu amezaliwa. Kwa hivyo kuna neno mzaliwa pekee haikuwa kitambo katika Latini ya awali. Ilikuwa neno wa kipekee. Yesu ni wa kipekee. Hata mzaliwa haikuwa. Ilikuwa Yesu ni wa kipekee. Na ikitumia neno mzaliwa ni katika muktadha wa watu ambao si Yesu, kama Isaka nini. Lakini kwa muktadha wa Yesu walikuwa wanatumia neno tu wa kipekee. So in other words, when the phrase only begotten was applied to Jesus, they intended to establish Christ's eternal equality with the Father. So kwa lugha nyingine pale Biblia imesema kwa lugha ya awali kwamba only begotten, walikuwa wanajaribu kuonyesha kwamba Yesu alikuwa anatoshana na Mungu. Kwamba Yesu ana mwanzo kama Mungu, Yesu ana uungu kama Mungu, Yesu anakuwa na vigezo sana kama Mungu. Sikia. The old enemy's design. Lengo ya adui wetu wa zamani. Adui wetu wa zamani, lengo lake kuu ni hii. Na huyo adui ni Shetani. Sikia. The biblical and Adventist emphasis on the cosmic conflict places the uniqueness of Christ at the center of theological analysis. Biblia pamoja na Waadventista
wanaweka upekee wa Yesu, uniqueness wa Yesu kama uti wa mgongo wa mafundisho yao na wa imani yao. Haleluya. Wanaweka Biblia pamoja na Waadventista, wanaweka upekee wa Yesu ama speciality ya Yesu kama uti wa mgongo wa imani yao na uti wa mgongo wa vita ambayo inaendelea katika hii dunia. Vita kati ya Mungu na Shetani. Vita kati ya Yesu na Shetani. Lakini sasa Shetani, adui wetu mkuu, mzee wa kitambo, anadai kwamba yeye anataka kutoshana na Yesu, ambaye binguni, ambaye ako binguni na as well as throughout human history, na katika historia yote, na pia saizi pia anajaribu tena kutoa mamlaka ya Yesu, ama upekee wa Yesu, anajaribu kutoa kwa asap the uniqueness of Jesus. Kwa hivyo hii neno monogenes makes clear that there is no one like Christ in the totality of the cosmos. He is indeed the only one of his kind. Hallelujah. Kwamba hii neno monogenes kwa hitimisho ni kwamba inajaribu kuonyesha kwamba hakuna yeyote kama Yesu kwa dunia nzima. Hakuna mtu yeyote anafanana na Yesu. Kwa Biblia nzima hakuna yeyote alifanana na Yesu. Hata Muhammad hafanani na Yesu. Shetani hafanani na Yesu. Yesu ni unique. Kwa hivyo Biblia inajaribu kuweka Yesu kama unique. So haisisitizi kwamba Yesu ako na mwanzo. Hiyo ni injili tofauti kabisa. Injili ya adui. Adui Shetani anataka watu wamdunishe Yesu kwamba ni kiumbe, kwamba ni kiumbe kama yeye, kwamba ana mwanzo kama yeye. Kwa hivyo hakuna tofauti kubwa kati ya Shetani na Yesu. Hiyo ndio madai ya Shetani, kwamba kusikue na tofauti kati ya yeye na Yesu, kwamba Yesu ana mwanzo, hata yeye ana mwanzo, kwamba Yesu ni kama mfano wa malaika, hata yeye ana mfano. Na hata naomba nipite katika hii hoja kabisa, mbio ya Ellen G. White. Sikia kwa makini. Kuna sehemu Ellen G. White anasema kwamba mbinguni Shetani alikuwa anataka kufanana na Yesu Kristo. Alafu Mungu akafanya mkutano, akasema kwamba malaika wote muje hapa niwaambie, huyu Yesu ni mwana wangu wa kipekee, ni mzaliwa wangu, ni mwana wangu wa kipekee. So Shetani alikuwa anabisha kwamba Yesu si special wa Mungu. Acha niwaambie, so watu wanabisha wakisema kwamba kama Yesu alikuwa sawa na Mungu, kulikuwa na haja gani Mungu kuitisha hiyo meeting kuambia malaika kwamba Yesu ni special, Yesu ni mwana wake? Acha nikwambie, jibu ni hii. Patriarchs and Prophets page 36 inatoa majibu, na majibu ni haya. Inasema majibu ni haya. Inasema, kusoma kwanza page 36. Page 36 inasema hivi, kwamba si kwamba Mungu alikuwa aonyesha kwamba Yesu alikuwa mdogo. Ilikuwa ni kwamba Yesu alikuwa ashajitoa katika mpango wa wokovu, na alikuwa amejishusha. Hadi kuna aya katika Biblia imesema alikuwa amejishusha hata kuwa mdogo kuliko malaika. So alikuwa mfano. Hata kuna pahali pengine anaitwa Mikaeli, yeye ni mkuu wa malaika wote. Nani kama Mungu? Who is like God? Michael means who is like God. Kwa hivyo alikuwa ana control malaika wote. Kwa hivyo Shetani akafikiria kwamba Yesu ni kama malaika kama yeye. Alikuwa amechukua mfano wa malaika tayari. Kwa hivyo Yesu, kwa sababu ya unyenyekevu wake, Shetani alimisinterpret. Kwa hiyo nabii anasema kwamba not that Jesus was young or was small, but he wanted just to clarify that Jesus was there in the beginning with him. So najua hapo nishaweka hoja wazi kabisa. Fanya mwenyewe utafiti wako. Soma Patriarchs and Prophets, kitabu cha Ellen G. White.
ukurasa wa 36. Soma yote utaelewa. Usome tu ile spirit of prophecy ile ama spiritual gifts penye inasema hiyo, soma Apostles and Prophets ndio utaelewa vizuri. So Mungu atubariki. Tumuinue Yesu. Hakuna aliye kama Yesu. Hakuna rafiki aliye kama Yesu. Hakuna aliye kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Hebu tuombe. Baba na Mungu wetu ushe mbinguni, asante kwa fundisho hili. Shetani hataki ukweli huu ufahamike, kwa hivyo anazafanya hata watu wasiwatch hii video, wapite ama watupe comments mbaya. Baba, kama kuna yule ambaye atamisinterpret vibaya, atanielewa kwa ubaya, kwamba najaribu kujitetea mwenyewe hoja zangu, umsamehe. Maana Mungu nataka kutetea tu maandiko jinsi yalivyo. Umsamehe. Kama kuna yule alielewa mafundisho mapotovu, Mungu upate kumsaidia, apate kubadilisha mawazo. Asante kwa sababu umesikia ombi langu, na utatusaidia tupate kuinua Yesu na shetani apate kushindwa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu na kuamini. Amen. Wapendwa, hata mimi nilikuwa naamini kitambo kwamba Yesu ana mwanzo. Lakini nilipofanya utafiti, Yesu hana mwanzo. Nilikuwa natumia neno begotten kusema Yesu ako na mwanzo. Kumbe Yesu ako special, tofauti na mwingine. Yeye ni sawa na Mungu. Ndio maana Yesu alikuwa akisema mbele ya Wayahudi kwamba mimi ni mzaliwa pekee wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Wayahudi walikuwa wanataka kumpiga, maana Wayahudi walikuwa wanaelewa kwamba Yesu ni sawa na Mungu. Yesu ni special. Yesu ni upekee na ana pekee. Kwa hivyo hata saa hizi ninaposema Yesu ana upekee, ana mwanzo kama Mungu, hana mwanzo jinsi Mungu hana mwanzo, jinsi Methali 8:22 imesema, watu wengi watabisha na watu wengi watatamani kuniua pia, jinsi Yesu aliuawa kwa sababu ya kusema yeye ni sawa na Mungu, kwa kusema yeye ni mwana wa Mungu. So Mungu apate kutusaidia, apate kutuzingira, hatutakufa hadi tumalize kazi ambayo Mungu ametuweka tufanye katika hii dunia. Usisahau kusubscribe, like na kushare, na Mungu akubariki hadi tukutane tena katika mafundisho ambayo yatakuja mapya. Subscribe na ufinye hiyo kengele. Asante.